na taasisi mnamtupa Sheikh Walidi katika wakati mgumu anaopitia kwa habari ambazo zinaonyesha ni za kutungwa. Hii ndio shida tulionayo baina ya wenzetu na sisi. Sisi wakati shekhe mmoja anapopata matatizo, mashekhe wengine wanakuwa ni tatizo kwa kuongeza tatizo katika tatizo la shekhe. Mmeona hapa kwa Sheikh Nuruddin Kishki. Kashambuliwa, yule aliyemshambulia kamvaa nguoni, sio kamshambulia kwenye hoja. Kamshambulia Sheikh Kishki kwa kumvaa nguoni, kwa kumuingia maungoni, kwa kumshambulia mpaka ukabila wake, kumshambulia mpaka katika dini yake, kushambulia familia yake, kushambulia taasisi zake. Nilitarajia mashekhe wote Tanzania katika lile wataungana wawe upande wa Sheikh Kishki ili kutoa taswira kwa watu wengine watakaokuja kuleta mchezo huo, wawe wamepata fundisho. La, naona wengine wanamkumbatia yule aliyemshambulia Sheikh Nuruddin Kishki. Ndugu watukufu wa Islam na wasikilizaji mnao tusikiliza, hatukuja hapa kwa ajili ya furaha, tumekuja kwa ajili ya huzuni ya kile kinachoendelea. Watu wa balagha wanasema mutabikatul kalam limuqtada alhal ma fasihatul kalam, an yakuna alkalam mutabika au muafika lilmakan, wa fi makani sururi taadda bisurur, wa fi makani alhuzni taadda bilhuzni. Ufasaha mzuri wa kuzungumza ni kuangalia maeneo wale unaowazungumzia wana jambo gani. Ukiwakuta wana furaha, zungumzia furaha, na ukiwakuta wana huzuni, zungumzia huzuni. Ama si Dar es Salaam tu, ni East Africa na Tanzania kwa ujumla, kwa huzuni tulionayo juu ya kudhalilishwa kipenzi cha watu, mmoja katika watu waliochaguliwa na Allah apendwe na watu, Sheikh Walidi Omar Kawambwa, Mwenyezi Mungu azidi kumuhifadhi kwa mtihani aliopewa na anaoendelea kuishi nao mpaka sasa. Mimi baba yangu mzazi almarehemu Hamisi Mbaruku, wakati BAKWATA wanaanza ile taasisi inaanza kufanya kazi nchini, yeye ndio shekhe wa kwanza wa BAKWATA. Yani BAKWATA wanatoa maelekezo kwamba watakuwepo mashekhe wa mikoa, mashekhe wa wilaya. Kwa mara ya kwanza baba yangu ndio anakuwa shekhe wa kwanza katika taasisi ya BAKWATA, na ameishi katika nafasi hiyo kwa umri wa miaka 30 akiwa ni shekhe wa kata ya Kagunga, ambayo ni kaskazini mwa wilaya ya Kigoma mjini. Hii ni tarafa ya Kalinzi, lakini ni kata ya Kagunga, ni kijiji cha Kagunga na ni kitongoji cha Rusolo. Hapo baba yangu amehudumu akiwa shekhe wa kata toka inaanza BAKWATA kwa muda wa miaka 30. Kiasi fulani na yajua maisha ya baraza. Mara nyingi sana tunalipenda baraza. BAKWATA ni taasisi ya Waislamu, hilo haina shaka. Tunaipenda taasisi ya BAKWATA kwa sababu wamesimamia Uislamu kwa muda mrefu sana. Lakini kuombe baba yangu samahati Sheikh Mufti wa Tanzania, Sheikh Abubakari bin Zubairi, Mwenyezi Mungu ndiye alichagua wewe uwe mufti na tunakupenda, na wewe unajua kwamba tunakupenda. Lakini Sheikh, kuna watu walioko nyuma yako wanakuangusha. Ukitazama hili sakata la Sheikh Walid linathibitisha kuna watu walioko nyuma yako wanakuangusha, na inaonyesha kabisa katika nchi hii wasiokuwa Waislamu wamekuwa na kauli ukituambia sisi hatujasoma. Hawamaanishi dini, wanamaanisha elimu ya mazingira pia hatujasoma. Hili linathibiti. Kuna wakati fulani kiongozi mmoja wa Kikristo aliingia kwenye tuhuma, tena tuhuma mbaya za zinaa. Yeye sasa yule kiongozi mpaka klipu zilitoka, akawa anaonekana kwenye sura anafanya zinaa. Naomba hapa mnisikilize vizuri. Yule kiongozi zile klipu zimesambaa akiwa anafanya zinaa, siwezi kumtaja hapa, akiwa anafanya tendo la zinaa. Nikisema hivi mnamuelewa kiongozi huyu wa Kikristo, amewahi kuwa mwanasiasa pia. Tuliona Wakristo, hatukuona viongozi wenzake wanamtenga.
pamoja na kwamba kafanya kweli, pamoja na kwamba ushahidi wa klipu upo, kafanya zinaa na klipu zimetoka. Hatukuona viongozi wa Kikristo wakimtenga. Tulimuona mzee wa upako, tuliwaona viongozi wanakwenda kumgadi kiongozi mwenzao juu ya tuhuma na kashfa anazopitia. Wanajua mwenzetu yuko kwenye wakati mgumu, japokuwa ushahidi ulikuwepo. Mimi nimeshangaa kuona taasisi mnamtupa Sheikh Walidi katika wakati mgumu anaopitia kwa habari ambazo zinaonyesha ni za kutungwa. Hii ndio shida tulionayo baina ya wenzetu na sisi. Sisi wakati shekhe mmoja anapopata matatizo, mashekhe wengine wanakuwa ni tatizo kwa kuongeza tatizo katika tatizo la shekhe. Mmeona hapa kwa Sheikh Nuruddin Kishki. Kashambuliwa, yule aliyemshambulia kamvaa nguoni, sio kamshambulia kwenye hoja. Kamshambulia Sheikh Kishki kwa kumvaa nguoni, kwa kumuingia maungoni, kwa kumshambulia mpaka ukabila wake, kumshambulia mpaka katika dini yake, kushambulia familia yake, kushambulia taasisi zake. Nilitarajia mashehe wote Tanzania katika lile wataungana wawe upande wa Sheikh Kishki ili kutoa taswira kwa watu wengine watakaokuja kuleta mchezo huo, wawe wamepata fundisho. La, naona wengine wanamkumbatia yule aliyemshambulia Sheikh Nuruddin Kishki. Hii inaonyesha kwamba mashehe wengi ni wanafiki. Na tunaposema mapungufu ya mashehe sio tusi. Mashehe ni binadamu, na tunaposema mapungufu yao ni kuthibitisha ubinadamu wao. Tuige kwa wenzetu. Wenzetu anaposhambuliwa mtu, anapoingia kwenye tuhuma mtu, wanakwenda kumuunga mkono, iwe za kweli ziwe za uongo, watakwenda kumgadi mpaka lile swala lipite. Lakini angalia kwa Sheikh Walid. Sheikh Walidi kipenzi cha watu. Mimi sikubali kwamba Sheikh Walidi anatuhumiwa au ametolewa kwenye nafasi ile kwa sababu ya huyu mwanamke, kwa sababu ushahidi haujitoshelezi. Kwa sababu tumeambiwa na Mtume Muhammad kwamba na tumeambiwa na Mwenyezi Mungu, mnapohitilafiana katika jambo rudini kwa Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana kiangalia Qur'ani na Sunna. Mwaka wa 4 kwenda wa 5 Hijiria, katika vita ya Bani al-Mustalaq, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ametoka vitani na mke wake mpenzi Bibi Aisha, mama yetu huyu, Mtume alipata tuhuma, Bibi Aisha alipata tuhuma za kuzini ambazo hazikuwa za kweli na Safwan, ambaye Safwan huyu Mtume alikuwa anamuita rajulu salih min as-sahaba, ni mtu mwema katika maswahaba wa Mtume Muhammad. Tuhuma hizi zilikuwa ni nzito mpaka mji wa Madina ukatikisika, kila mtu anazungumza. Lengo ilikuwa ni kutaka kumchafua Bibi Aisha ili achafuke na mume wake ambaye ni Mtume Muhammad. Na Mwenyezi Mungu akamziwia Jibrili kwa masiku kadhaa. Hakuna ushahidi wa wazi wa kuonyesha kwamba wamefanya au hawajafanya, mpaka Mungu anakuja kumsafisha Mtume Bibi Aisha katika sura ya 10, katika sura An-Nur aya nambari 11, anakuja kumsafisha Bibi Aisha kwamba hakuhusika. Zimepita siku 27. Kwa nini Mwenyezi Mungu aliacha siku 27? Alitaka watu wafanye uchunguzi, ni kweli au sio kweli. Yangalie sasa ile tukio la Sheikh Walid. Yaani ni kana kwamba walikuwa wanatafuta ni wapi ameteleza wafiatue. Yaani kama ulikuwa mtego, wanasubiri kitu chochote kiji wafiatue. Kwa sababu unapoenda kuzungumza jambo la mtu kwenye vyombo vya habari, unatakiwa una ushahidi wa kutosha. Kwa sababu vile vyombo vya habari vinakwenda mbali, utaleta taharuki. Hii taharuki imeletwa na baadhi ya watu ambao hawampendi Sheikh Walidi, wako nyuma ya hili sakata. Wao kuondoka kwa Sheikh Walidi kwao ndio furaha, lakini ama kuniambia kwamba Sheikh Walidi kasimamishwa nafasi yake kwa sababu ya tuhuma za huyu mwanamke, sio kweli, kwa sababu hazitoshelezi kwa mezo tuhuma ni za kweli. Kwa ni muombe mufti wa Waislamu, rais wa Waislamu Tanzania, baba yetu, tunakupenda, lakini angalia safu yako ya viongozi, kuna watu hawakufai. Leo tumeona mnatuambia kwamba Sheikh Walidi hajakamilika, lakini kama tutachunguzana pale BAKWATA nani atakaa? Yaani kama tukisema tuanze kutafutiana sababu ni nani atakaa pale BAKWATA? Huyo ambaye amekamilika, kwa sababu unaweza kawa sio mzinifu lakini mwizi.
Unaweza ukawa si mzinifu, ukawa pengine ni mganga mcheza mazingaombo. Hakuna mkamilifu. Hatuna mtu ambaye amekamilika 100%. Hatuna. Mimi nilicholaumu na ninachoendelea kuumia, siumizwi na Sheikh Walidi kuondolewa akiwa na makosa, lakini wangemuhami katika tatizo hili. Walitakiwa wamuhami, wamkinge Sheikh Walidi, wamzunguke, waseme sio kweli, sio kweli, huyu ni shekhe. Lakini wao wote wamemtupa, yani wamemtoa kama kafara, yani kana kwamba walikuwa wanamtafuta mahala wamtupe. Angalia maajabu. Mfano huu ni kama vile Sheikh Walidi alikuwa juu ya mlima, alafu chini kuna korongo. Sasa Sheikh Walidi anataka kuanguka kwenye lile korongo. Sasa wanakuja wabaya wake ambao hawataki aishi, wanamsukuma kwenye korongo, alafu Allah anawaleta malaika, wanakuja wanamdaka juu Sheikh Walidi, wanasema hauwezi kudondoka, huwezi kufa kwa sababu huna hatia hiyo, tutakulea, tutakubembeleza. Hichi ndicho kinachotokea. Haiwezekani mtu muovu apendwe na watu umma mzima kwa kiango hichi. Huyu ni mtu wa Mungu. Mungu ndio amemnyanyua kutokana na kashfa, kwa sababu watesi wake walidhani Sheikh sasa anaenda kufa. Nataka niwaambieni, Sheikh anakwenda kusafi. Sheikh amesafika. Sheikh mapenzi kwa watu ya mzee. Mimi sijawahi kuona mtu anatuhumiwa kwa tuhuma za zinaa alafu anatetewa na Wakristo, anatetewa na Waislamu, anatetewa na wapagani, wanawake, vijana, mpaka mashekhe wenzake. Hoja yangu ni moja tu. Kwa nini waliomsimamisha hawatoki kusema wazi kafanya kosa gani? Basi hata kama msingetaja kosa, kwa maadili ya uongozi mngesema uchunguzi unaendelea. Lakini mliomsimamisha mkusema uchunguzi wowote kwamba tunawasimamisha hawa kwa sababu ya makosa waliofanya. Inaonekana ni mambo yalikuwa faster ili kumficha mufti, kwa sababu mufti alikuwa hayupo. Inaonekana jambo hili pengine mufti hata halijui. Uko nyuma kuna nini? Ukisema haya unaambiwa huna adabu, utengwe. Haufa. Jamani, nyinyi ni viongozi, ni wale ambao mkiulizwa mnajibu. Araaita in aqamat alaina al-umara yasaluna haqqahum wa yamnauna haqqana. Mtu mmoja alimuuliza Mtume, sisi tumetawalishiwa kiongozi huyo tukimuomba haki zetu hatupi, lakini sisi tunampa haki zake. Mtume akamwambia, alaihim ma humiltu wa alaikum ma humiltum. Nyinyi mna majukumu yenu na wao wana majukumu yao. Kumbe sisi raia tuna majukumu ambayo yako kwa viongozi wetu, na viongozi wetu wana majukumu kuhusu sisi. Moja ya majukumu yetu sisi kwenda kwa viongozi wetu ni kuwauliza. Tunawauliza, Sheikh Walidi kafanya nini? Sheikh Walidi kakosea wapi? Tokeni mseme, mmewafumba watu. Nyinyi huku mnakaa Masaki, wengine mnajifungia huku mtaani, hamji. Taharuki ni kubwa. Ni kwa sababu tunaipenda nchi yetu, kwa sababu tunaiheshimu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mama Samia Hassan Suluhu. Hatutaki kuleta fujo, hatutaki kuonekana sisi ndio watu wenye matatizo, lakini hili jambo hili mlivyolitengeneza, mlikuwa mnaandaa mazingira ya fujo. Naitwa Sheikh Ibrahim Hamisi Mbaruku, maarufu wananiita Mkongomani, lakini Mtanzania. Mkongomani nickname tu, lakini Mtanzania. Nauliza wakati naondoka, Sheikh Walidi kakosea nini? Na sio Sheikh Walidi tu, kule Kigoma Sheikh Hassan Idi Kiburwa. Sheikh Walidi kakosea nini? Kule Kigoma kaondolewa Sheikh Hassan Ibn Idi Kiburwa, Singida kaondolewa. Ndugu zangu, ukitaka kujua hii picha namna ilivyo, wakati anaondolewa mtangulizi wake katika nafasi hii, naomba msome mazingira. Siku ambayo wanatangaza kwamba Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam mtangulizi wa Sheikh Walidi, kila mtu alikuwa anasema alhamdulillah, mashaallah. Kuna mtu mmoja anasema leo nitachinja kuku leo, huyu Sheikh ametolewa, alikuwa hatufai. Kila mtu anasema mashaallah. Hamuoni kama kuna tofauti? Nyinyi mmemuondoa Walidi, mitandao imebamba. Leo ni siku ya 8, watu wanauliza amefanya nini? Wengine wanasema tunamtaka Sheikh wetu. Njooni, tokeni mseme. Ndugu zangu viongozi, mufti baba yetu, mlezi wetu, tunaumia. Mufti tunaumia, hatupendi tukukosea heshima,
Hatupendi tuwakosee heshima viongozi wa baraza, ni viongozi wetu. Nimesema hapa, baba yangu amekuwa kiongozi wa baraza kwa miaka 30 na amekufa akiwa bado ni kiongozi wa baraza. Njooni mtuambie Sheikh Walidi kafanya nini, kakosea wapi? Mbona makosa yanayozungumzwa hayatoshelezi? Tumetoa mfano hapa na nimalizie. Narudia tena, wenzetu wa Kristo wakati kiongozi wao amepata tuhuma, video zilikuwa zina trendi kwamba anaonekana amefanya tendo la zina na ushahidi upo, lakini hatukuona viongozi wenzake wamemtenga, walimkumbatia, wakampigania, wakamtetea, wakamhojia. Kwa nini nyinyi viongozi kama mnasema ni kweli, kwa nini mlishindwa kumtetea na badala yake mkapita mnamfyatua bila kuwa na maelezo? Hapa kuna tatizo, kuna utata. Tuambieni kafanya nini Sheikh Walidi mpaka ameondolewa madarakani? Wabillahi tawfiq. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.